Kuna makosa kuu 7 ambayo yamepelekea wengi kufilisika na kushindwa kwenye biashara hii ya Airbnb. Hivyo kama usingependa kupoteza pesa, mahusiano, rasilimali na muda na kuishia kuteseka kama wengine walivyoteseka, basi nisikilize kwa makini. Habari tajiri, kwa majina naitwa Ian Metili. Mimi ni mjasiriamali ambaye nimejikita kwenye short term rentals au watu wengi tunazifahamu kama Airbnb. Na ndani ya miaka 5 nimekuwa nikifanya hii biashara. Highlight kubwa ni miezi 11 tuliweza kufanya mauzo ya milioni 91. Na bila kupoteza muda tuingie kwenye hayo makosa 7 yanayosumbua watu wengi. Kosa la kwanza ni kuchagua maeneo mabaya. Unachotakiwa kujua ni kwamba location matters. Tatizo moja kubwa ambalo unatakiwa ulielewe kwenye biashara ya Airbnb ni kwamba kama ukikosea location ni ngumu sana kuweza kumpata mteja. Kwa sababu gani? Kwa sababu mteja anaangalia fakta mojawapo ambayo ni location ili aweze kuchagua hiyo sehemu ambapo anakuja kukaa. So kama location ambayo umeichagua ni location ambayo haiendani na mteja wako mlengwa, au haiendani na matakwa yake, au haiendani na vitu ambavyo yeye anatamani kuvipata, then kitu ambacho utakishtukizia ni kwamba sehemu yako haitakuwa booked. Na kama sehemu yako haitakuwa booked, inamaanisha kwamba hutakuwa unaingiza kipato chochote kwenye hiyo apartment, na kama uingizi kipato chochote inamaanisha hutoweza kusustain hiyo apartment kwa muda mrefu na utaishia kufilisika. Hivyo kama usingependa kushindwa, hakikisha ya kwamba unachagua location sahihi. Na kwenye location sahihi hapo tunaangalia nini? Kuna vitu tunaita demand generators. Vitu ambavyo vinasababisha uhitaji kuwa mkubwa. Mfano, una nyumba iko maeneo ya Mikocheni. Na kitu ambacho mtu labda angependelea pale Mikocheni ni kwa sababu ipo karibu na bahari na ipo karibu let's say na hospitali in case emergency ikitokea usiku, ipo karibu na barabara. Kwa hiyo pale mtu ambapo anataka kuagiza Bolt, anataka kuchukua transportation yote itakuwa ni rahisi. Ipo karibu na vitu kama supermarket, kwa sababu kumbuka kama mtu atakuja kukaa pale kwenye nyumba yako, inamaanisha vitu vingi atarely kupata nje ya nyumba yako. Either kama ni kula bata, kama ni kupata groceries au vitu vyote vitakuwa nje ya nyumba. So obviously kwake yeye ukaribu wa hivi vitu ni muhimu sana kwake. Hivyo lazima uangalie location ambayo inamsaidia mteja wako kuona kwamba nikichukua hii nyumba ambayo iko eneo hili na uwezo wa kufikia kitu fulani ambacho kiko karibu, na vitu hivyo vikiwa vingi zaidi ndio inafanya value ya ile sehemu kuwa kubwa zaidi. Na by the way, it's not limited to kwamba ni Mikocheni, Masaki, no, inaweza ikawa Tabata. Inategemea tu na mteja wako mlengwa. Okay? So location ni muhimu sana. So hakikisha kwamba kuna demand generators, kuna perception fulani ya value. Mtu akija pale anaona okay, kuna perception ya security, hiyo ni value moja. Perception ya safety, kwa sababu hutaki kumpeleka mtu sehemu ambayo haina usalama, au hutaki kumpeleka sehemu mtu ambayo labda kuna uwizi au matatizo makubwa yanatokea kwenye jamii hiyo, kwa sababu watu wengi wasingependelea kukaa maeneo hayo. So hakikisha ya kwamba location yako ina hivyo vitu ambavyo ni muhimu. Kosa la pili ni bei zisizo sahihi. Unajua inapokuja kwenye bei, naomba uelewe na unisikilize kwa makini hapa. Unahitaji intersection hapa katikati, ya kwamba huyu ni wewe, huyu ni mteja wako. Usiweke bei ambayo kwanza inakuumiza wewe kibiashara, wala usiweke bei ambayo inamfaidisha mteja sana kana kwamba kama nilivyosema inakuumiza wewe, au unaweka bei kubwa sana kwa mteja kana kwamba yeye hayuko tayari kubuka. So unahitaji kupata intersection ambayo unampa bei rafiki, lakini hiyo bei yenyewe ina uwezo wa kukupa profit kwenye hiyo biashara. Kwa sababu kumbuka tena, kama una faida kwenye hii biashara, unaifanya biashara kwa nini? Hii sio charity. Okay? Hii sio charity. Hii ni biashara. Hivyo lazima upate intersection hiyo. Unampa bei nzuri mteja ambayo hiyo bei kwako wewe pia ina faida. Hiyo intersection inakusaidia kuja na bei nzuri. Na unaposhindwa labda let's say kupata hiyo bei na ukaishia let's say kumwekea mtu kitu ambacho ni overpriced, inamaanisha kwamba kwenye location hiyo ambayo utakuwa umechagua, mfano pale Tabata ulipochagua, kama kuna nyumba zingine 6 za 2 bedroom ambazo probably zitakuwa $60 wakati ya kwako ni $100 na zinafanana kama wengine, mfano
ni 2 bedroom, haina swimming pool, ina vitu ambavyo vinafanana na watu wengine, mteja obviously atakuwa anajiuliza ni kitu gani ambacho kinafanya apartment yako iwe $100 katikati ya zingine ambazo ni $60. Kama hatakuta kuna kitu ambacho kinaitofautisha, inamaanisha ya kwamba yupo tayari achukue ya mtu mwingine, although unakuta apartment yako ni nzuri kabisa kama za watu wengine. So lazima uangalie kwamba unaweka bei sahihi. Lakini pia kwenye hiyo point ambayo nimesema, kama ukiweka bei ambayo ni ndogo itakuumiza wewe. Fikiria pale unapoweka bei ambayo ni ndogo, mfano kila mtu ameweka $100, wewe umeweka $60 na unataka tu umeweka $60 kwa sababu uko kwenye place tunaita desperation, kwamba labda hupati mteja au labda tuseme ndo umeanza na unaweka $60. Inamaanisha ya kwamba pale ambapo unaweka $60 wewe unaishia kuumia kama hii hela ambayo umeweka hapa hai meet all the costs ambazo unazo kwenye biashara. Kwa hiyo kama haiwezi labda kulipia umeme, haiwezi kulipia usafi, haiwezi kuchangia kwenye kulipia kodi inayokuja, haiwezi kuchangia kwenye other costs ambazo unazo kwenye biashara, inamaanisha for the long run wewe unateseka. Sawa? Kwa lazima upate intersection kati ya mteja na bei unayompa mteja na bei ambayo ni ina faida kwenye biashara yako. Kosa la 3 ni kuto kumuelewa mgeni. Unajua pale ambapo unakutana na mgeni ambaye hujui jinsi ya kumhudumia, hujui ana uhitaji gani, hujui anahitaji maeneo ya location gani, hujui the best price for them, kifupi hujui chochote kuhusiana na utateseka kumhudumia huyo mteja. Na kama utateseka kumhudumia huyo mteja, inamaanisha mteja huyo obviously, unajua kuna vitu ambavyo, ngoja nikwambie kwenye biashara, kuna vitu ambavyo vinafanyika behind the scene ambavyo watu wengi hawavishughulikii, wanaenda kwa pupa. Na kwa sababu wanaenda kwa pupa, unakuta hawajadili na vitu ambavyo ni very fundamental, very important, kuhakikisha kwamba mteja akija kwa mbele, kwa sababu kumbuka hivi tumefanyika nyuma, lakini mteja akija kwa mbele anaviona kabisa kwamba hivi vitu kuna mtu amekaa chini akafikiria because of me. So mfano unaokupa hapo ni kwamba kwa sababu humwelewi mteja wako, manake hukuchukua muda kumresearch mteja wako, haumjui mteja wako mlengwa ni nani, haujui matakwa yake ni yapi, haujui angependelea location gani, hujui angependelea pricing gani, hujui namna gani ambavyo ungemserve vizuri akija ndani ya apartment yako, hujui namna gani ambavyo ungeweza kupata review nzuri kutoka kwake, hujui namna gani ambavyo unaweza kumfanya mteja kuwa a recurring customer, then unajikuta eti umeingia kwenye biashara, obviously utateseka. Na kwa sababu hujui vitu vyote hivi, kitakachojitokeza ni kwamba in the long run utakuwa labda unapata wateja wawili, mmoja hapa, lakini hawa hawaishi kuwa wateja wako kujirudia, wala hawaishi kuwa wateja ambao probably wangekupa referral kwa rafiki zao, wanafamilia au watu ambao wanafanya nao kazi. Hivyo kitu ambacho ningekushauri ili usifeli na ili usifilisiwe kwenye biashara, mfahamu mteja wako mlengwa. Invest time. Yaani wekeza kwenye utafiti wa kumjua mteja wako mlengwa vizuri. Na hapa tu kiufupi naweza nikasema mteja mlengwa kiufupi hapa ni mtu ambaye mfano kwa hapa Dar es Salaam tunajua kwamba one of the best au top 3 wanaofanya vizuri sana, wateja lengwa wanafanya vizuri sana hapa Dar es Salaam ni tourists, business travelers, labda na digital nomads. Tourist nikimaanisha mtalii labda anakuja anataka kwenda Zanzibar, mara nyingi watatua hapa Dar es Salaam, wapashangae Dar es Salaam, then waende Zanzibar, au atatoka Zanzibar aje Dar es Salaam ndio aende Arusha. Business travelers manake mtu amekuja hapa kwa ajili ya mishe za kazi zaidi, wamekuja hapa wanahitaji kwenda ofisi za kiserikali, wanahitaji kwenda kwenye makampuni makubwa kama Stanbic labda na kadhalika. Na digital nomads manake ni wale watu ambao wameamua kwamba wao wanafanya kazi nyumbani, hawahitaji kufanya maofisini. So kinachoweza kutokea ni kwamba ana book an apartment, anakaa zake hapo ndani, na mtu huyo hahitaji kwenda popote, anaweza kufanya kazi kwenye laptop yake. So unapokuwa mfano umejua wateja wako walengwa ni hawa watatu, manake nyumba unao design kwa ajili ya mtalii, nyumba unao design kwa ajili ya business traveler, na nyumba unao design kwa ajili ya ni nyumba 3 tofauti. Na kinachojitokeza ni kwamba watu wengi hawajui hata kwamba kuna wateja walengwa hivi. Wanachoishia kufanya ni kutengeneza nyumba olela bila kuwa na research, bila kuwa na uelewa wa huyo mteja. Kwa hiyo mtu akija kwenye nyumba yako au hata kama hajaja, akipita tu Airbnb, kwenye jukwaa la Airbnb, kuna kitu atashtukizia. Kuna nyumba nyingi ataziona pale,
kuna features ambazo watazishtukizia na kujua ya kwamba this house is good but it's not the right one for me. Ni nzuri lakini sio kwa ajili yangu. Kwa nini? Kwa sababu wewe hukuwekeza muda kumjua huyo mteja wako mlengwa ili udesign kitu ambacho yeye angekitaka. Mtalii angetaka sehemu au nyumba ambayo inaonekana kitalii zaidi. Business traveler angetaka nyumba ambayo ina modern touches, ina sehemu ambayo anaweza kufanya kazi, haitaji marangi mengi sana kama mtalii. Digital nomad kwa sababu anafanya kazi ndani, angependelea nyumba ifeel more like a home, lakini kuna sehemu ambapo anaweza akakaa comfortably na akafanya kazi yake. Sasa kwa kupitia tu hizo haraka, kwanza wewe mwenyewe umeshaona kuna tofauti. Kuna nyumba hizo kama ni 3 tofauti kwenye namna unavyo design, namna ambavyo una list na kadhalika. So invest time kumjua mteja wako mlengwa ni nani, ili baadaye usije ukawa disappointed na kuishia kushindwa. Kosa la 4 ni kukosa mifumo sahihi. Mifumo naongelea hapa ni mifumo ya usafi, mifumo ya fedha, mifumo ya marekebisho na ukarabati, na mifumo ya hesabu au tunasema inventory. Na kwa nini mifumo hii ni muhimu? Kukuelewesha vizuri, ngoja nikutoe kwenye apartments nikupeleke kwenye magari. Kwa watu ambao mna own magari, au kwa mtu yote ambaye unamuona mtu yote ana own gari, kuna maintenance ambayo inafanyikaga behind the scenes ambapo watu wengi hatuioni. Unaona gari linapita sehemu kila siku linaonekana vizuri, rangi yake iko vizuri, engine haina matatizo, haitoi moshi wala nini. Kitu ambacho ukijui ni kwamba huyo ambaye anamiliki hilo gari, kuna vitu ambavyo anavifanya behind the scenes, maana yake anahakikisha kwamba ana mahusiano mazuri na fundi, ili huyo fundi apate kuirekebisha gari, aweze kufanya oil change, kipata tatizo aweze kuirepair, kana kwamba wewe unapokuja kutana ile gari siku zote liko vizuri. Lakini kwa sababu kuna mambo ambayo yanafanyika behind the scenes ambazo zinasababisha uendeshaji na efficiency ile gari kuwa top notch, sio? So tukirudi kwenye apartments au kwenye hizi Airbnb ambazo tunaziongelea hapa, ni kwamba wateja kuna vitu hawavioni, vinakuwa ni behind the scenes, ziko nyuma ya pazia. Vitu kama usafi, mteja wako hajui au hakuoni wewe pale directly ukiwa unafanya usafi. Yeye akija anakuta nyumba tayari ni safi, anaingia ndani. Mteja haoni unapofanya maintenance za AC au ukarabati pale, mfano plumbing system imeharibika, labda tanki, kuna matatizo kwenye tanki, kuna matatizo kwenye sewage system. Hao ni vitu vyote hivyo. Lakini akifika pale anategemea kwamba akifungua bomba maji yanatoka na yanatoka vizuri. Kama akitaka maji ya moto yanatoka. Kama anataka maji, anataka akisha maji yana flow, maana kwenye tanki kuna maji, sio? So hivi ni vitu vyote ambavyo vinafanyika behind the scene, either na wewe au na timu yako, lakini ina kila kitu kuhakikisha kwamba mteja anapata experience nzuri. So mteja anapokuja kwa mbele, so kuna vitu mfanya behind the scene. Hayo ndio operations ambazo tunaziongelea hapa, mifumo ambayo tunaongelea huko nyuma ambayo inaendesha biashara yako. Kuna vitu ambavyo mteja wako sasa yeye akija kwa mbele, anakuta nyumba ni safi, kodi imelipwa, asumbuliwi na baba mwenye nyumba. Anakuja pale anahakikisha kwamba akiwasha AC inafanya kazi, akitaka kutumia TV screen haisumbui. Kama ni Netflix ulisema ipo, Netflix kweli ipo. Kama ulisema sijui kuna usafi unafanyika sijui mara 3 kwa wiki, usafi kweli unafanyika mara 3 kwa wiki. Sijui kuna ulihakikisha kwamba mazingira ni masafi na nini, wanakuta kweli mazingira ni masafi. Sijui vitu vyote ulivyosema unafanya, kiufupi anavikuta vina function vizuri, kwa sababu mifumo hii ambayo iko nyuma ina function vizuri. So watu wengi wanateseka au wanafilisika kwa sababu gani? Wanashindwa kuchukulia serious mifumo ambayo wateja hawayaoni. Sawa? Mfano, humlipi vizuri dada wa usafi au mtu yote ambaye anafanya usafi. Inamaanisha kwamba inafika sehemu either haji kufanya usafi au anaboronga kwenye kufanya usafi. Mteja akija kwa mbele, yeye anachokuja hajui kwamba wewe kwenye mfumo wako hamna utaratibu mzuri wa kulipana. Kwa hiyo yeye anachokuja kwa experience ni nyumba ni chafu. Yeye akija pale analalamika kwako kwamba nyumba ni chafu, au anaenda kulalamika kwenye Airbnb kupitia reviews anazoacha kwamba nimekuja na nyumba ni chafu. Wewe ndo unapata consequences za action yako ya kutokuweka mfumo mzuri. Kwa hiyo watu wengi wanateseka kwa sababu wanashindwa kuweka mifumo vizuri. Hivyo hakikisha ya kwamba mifumo yako ya pesa, mifumo ya mahesabu, inventory, mifumo ya usafi, mifumo ya marekebisho na ukarabati uko vizuri. Ukifanya hivyo hautateseka kwenye biashara. Kosa la 5 ni picha duni za nyumba. Na maanisha nini hapo? Na maanisha ya kwamba pale ambapo unajua kabisa unakuja kuorodhesha nyumba zako au apartment zako kwenye Airbnb, Booking.com,
VRBO au platform yoyote ambayo utakuwa unatumia kwenye kuorodhesha. Because by the way, kama umefuatilia vizuri series yetu, unaelewa ninaposema Airbnb business na maanisha kwamba ni short term rental business. Biashara ya kukodisha nyumba kwa muda mfupi. So it's not limited. Hatuja limit tu kwenye platform ya Airbnb. Ni kwamba tunatumia neno hilo kwa sababu Watanzania wengi au watu wengi wanaangalia hizi video wanaielewa. So turudi kwenye point yetu ya picha duni. So kama kwenye platform hizi zote Airbnb, booking.com, VRBO, utakuwa umeweka picha ambazo sio nzuri. Yes, unaweza ukawa na apartment nzuri kweli kweli. Yes, vyumba vyako ni vizuri, it's spacious, una garden nzuri, maeneo yanavutia, lakini umeamua kwenda kuchukua kasimu fulani sijui wapi au kamera fulani, ukaamua tu kujipigia picha vibaya na kuchukua hizo picha kwa kufikiria kwamba wewe ndio unajua experience ya nyumba yako. Kwa hiyo unafikiria kwamba hiyo picha uliyopiga labda na simu yako au na kamera yako kwa unavyojua wewe, then ukiziweka kwenye hizi platform, mteja ambaye anakuja kuangalia ata feel the same way kama wewe. It might disappoint you. It might really disappoint you. Kwa nini? Kwa sababu experience ya mteja akiwa anaangalia picha na wewe ambaye unajua hiyo nyumba ukiwa unaangalia hiyo picha ni vitu viwili tofauti. Wewe ndiye unayejua kwamba ukikaa dirisha fulani, ukawa umetulia na kitabu chako, alafu kuna upepo unakuja labda upande fulani, that place is so good. Yani it will be really good kukaa hapo. Mteja akiangalia zile picha umepiga ovyo ovyo, umpia tu sofa pa, umepiga dirisha tu pa, umpia sijui nini pa. Akiangalia hii kitu sielewi. Kwa sababu at the end of the day, hizi picha ambazo tunaweka ndani ya hii mitandao, hatuweki tu ili kujifurahisha na kutimiza wajibu kwamba tumeweka picha. No, tunajaribu kuconvey a certain experience. Kuna experience fulani tunajaribu kuikamata kupitia picha, then tunajaribu kuicommunicate, kuiwasilisha hiyo experience kupitia picha kwa wateja wetu walengwa. Kwa sababu at the end of the day kwenye platform hizi hawaruhusu kuweka video. Sawa? So inamaanisha picha yako ambayo unaichukua ina convey experience. Kwa kama ukishindwa kucapture hiyo experience kupitia picha, then kiufupi ukishaenda kwenda kuilist sasa apartment yako kwenye hizi platforms zoziongelea, inamaanisha mteja, kumbuka, atakuwa na scroll pale nyumba tofauti tofauti. Anachokitafuta ni kwamba anapitia nyumba tofauti tofauti kwenye eneo fulani na kuangalia kama hiyo nyumba kwa picha kwanza kama inamvutia. Kwa hiyo picha ni very very critical au very very important kija kwenye haya majukwaa. Kwa hiyo akiwa na scroll anapita anaangalia nyumba kama 100 kwa wakati mmoja. Obviously zile ambazo zinamvutia zaidi kwenye picha ndo atakazo ziclick. Je, hizo nyumba ambazo ataclick, nyumba yako itakuwa moja wapo? Kwa sababu kama itakuwa moja wapo, manake if you don't get your apartment kwa clicked, kama mtu abonyezi, inamaanisha hata angalia kupata taarifa zaidi. Kama hata angalia kupata taarifa zaidi, inamaanisha interest yake ni ndogo sana kwenye nyumba yako. Kama hiyo interest ni ndogo, inamaanisha probability ya huyo mtu kubook hiyo nyumba ni ndogo zaidi. Na kama probability ya kubukiwa ni ndogo, inamaanisha utaishia kukosa mteja na kukosa hiyo hela ambayo ungepata kwa mteja. Kiufupi utateseka kwa kukosa mapato. Kwa hiyo kama ukitaka kutatua tatizo la kukosa mapato, obviously lazima ushughulikie tatizo la picha. Kwa hiyo picha zako lazima ziconvey au zilete experience fulani kwa mteja. Hivyo ningekushauri utafute a professional photographer, mtu ambaye unajua kabisa anaweza kupiga picha vizuri, aje achukue hizo picha. By the way, hiyo ni moja ya huduma ambazo tunazitoa. Kwa hiyo kama unahitaji kuwa listed labda kwenye Airbnb, Booking na platform zote hizi professionally vizuri kabisa, ni moja ya huduma ambazo tunazitoa. Kupitia namba yetu hapo chini unaweza ukapata professional listing service. Tuendelee. Lakini kama sio sisi, umemua kuna photographer unamfahamu au mtu yote mwingine ambaye amebobea kwenye hili, then ningekushauri uende naye. Pata hizo professional photos. Kama hauna basi let's say kipato hicho cha kuweza kuanza hapo, kitu ambacho unaweza kufanya ni wewe mwenyewe kujifunza namna ya kuchukua hizo picha, which I would not so recommend, though you can do. Unaweza kufanya ndio, lakini ningerecommend hata basi kama umekosa hela ya kumtafuta mtu, basi mtafute mtu ambaye yuko tayari kukupigia hizo picha bure. Kwa labda ni ndugu, jamaa, rafiki au mtu ambaye unaweza kuongelea tayari ana experience ya kupiga picha. Ili anaweza akachukua hata kama sio camera, professional camera, akachukua simu yako au simu yake kwa mtu ambaye ana simu nzuri ambayo inaweza ikachukua wide angle photography. Manake akikaa labda kwenye kona ana uwezo wa kupata nyumba kwa upana wake, anaweza kapata detailed photography. Kuna vitu fulani details tofauti ndogo ndogo ndani ambazo zina convey certain experience, anaweza kaipata. Au anaweza akachukua picha kwenye lighting nzuri, manake anaelewa dynamics za lighting, kwamba lighting hii ni nzuri, hii sio nzuri, hapa kuna giza na vitu kama hivyo, na kujua namna gani ya kunavigate vitu kama hivyo. So
unahitaji mtu ambaye anaelewa swala zima la photography. Then kwa kupitia vitu hivyo viwili, either umetafuta mtu professionally au wewe mwenyewe unaifanya au umepata mtu mwingine akusaidie bila kulipia, una uwezo wa kupata picha nzuri na picha hizo ukazichukua. Picha hizo zikiwa nzuri huku utapata probability kubwa ya kuwa clicked, mtu kuangalia apartment yako, na probability inaongezeka ya mtu huyo kuweza kubook hiyo apartment yako, then inaishia wewe kuweza kupata mapato makubwa na kuishia kutokufilisika au kushindwa kwenye hii biashara. Kosa la 6 ni kukosa mkakati wa kibiashara. Na hili ni kosa la, yani nikwambia hili ni kama kosa la Tanzania. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi ambao ni wa Tanzania wanafanya biashara kiolela. Nadhani kwenye hizi video hadi sasa hivi umeshtukizia nikiwa naongelea sana pointi hii. Ni kwamba watu wengi wanajikuta kwenye biashara ya Airbnb au biashara ya short term rentals, na kitu ambacho kimwapeleka hapo ni ile notion tu ya kwamba anahitaji pesa. Ndio, tunaelewa ya kwamba wote ambao tunafanya biashara at the end of the day sio charity kama nilivyosema. Tunahitaji some form of profit. Tunahitaji kupata faida tunapokuwa tunafanya biashara. Lakini kitu ambacho tunatakiwa tukielewe ni kwamba kwenye biashara yoyote, kama hautokuwa na maono, kama hautokuwa na malengo, kama hautokuwa na mkakati wa namna unavyofanya biashara, utaishia kuteseka kwenye hiyo biashara. Na hii principle unaweza ukaitumia kwenye biashara yoyote unayofanya. Angalia biashara yoyote ambayo una struggle sana kuifanya, ni kwa sababu unakosa maono ya hiyo biashara, unakosa malengo, unakosa mkakati mzuri wa kufanya hiyo biashara. So tukirudi kwenye biashara yetu hapa ya Airbnb, inamaanisha kwamba kama tunataka kufanikiwa na kutokuteseka au kutokufilisika, inamaanisha lazima kwanza uwe na maono. Je, unataka kufanya nini? Sawa, unataka upate mfano. Unasema kwamba mimi at least nahitaji niwe natengeneza milioni 3 kwa mwezi. Kwa sababu nikiangalia currently expenses zangu za kimaisha, za kifamilia, na mimi tu kupata breathing room, hela fulani ambayo itaniruhusu nipumue tu vizuri, nikipata milioni 3 extra ya vitu vingine ambavyo navifanya, mimi nimeridhika. Hiyo ni point moja ya maono, kwamba unaona kitu fulani, kwamba naona nitakuwa natengeneza milioni 3 out of this. Then unakuwa una malengo ya kwamba okay, nataka nitengeneze labda milioni 3 kila mwezi, lakini ili niweze kufikia kitu hichi, labda nitahitaji nyumba ya aina gani? Labda nitahitaji 2 bedroom apartment ambayo itakuwa ina uwezo wa kuni labda nikilipia kodi zangu pale, labda naweza nikakuta nimeipata kwa 300,000, maana yake nikilipia miezi 6 ni 1.8, lakini najua kama nimelipia 300,000 lakini kwa kila mwezi natengeneza labda mfano tu hiyo $1,300 hivi, ambapo ni milioni 3, inamaanisha ya kwamba kwa 300,000 hiyo kwa 300,000 ni kidogo hapa, ila napata ni kubwa. Maana yake na uwezo wa kulipa kodi yangu na expenses zingine kiurahisi zaidi. Kwa hiyo unakuwa na malengo kama haya, lakini pia unakuwa una mkakati sasa wa namna unavyoenda. Sawa, umeshajua kwamba una maono, umeshajua una malengo, lakini usipokuwa na mkakati utateseka. Nikimaanisha nini? Una maono kutengeneza milioni 3 yako, umeshajua namna ya kwenda hivyo, lakini mkakati wako ndo kwamba sasa unakuja unasema okay, kuna njia tofauti ambazo naweza nikaanza hii biashara. Currently labda sina nyumba na nahitaji nyumba, na ndo kwa maana tulitengeneza video ambayo tutailink hapa, ambayo inakuonyesha njia 4 ambazo unaweza kaanza biashara ya Airbnb, either ukiwa na mtaji mdogo au bila mtaji kabisa. So tutailink hapa ukapitie. So utapitia labda hizo njia na kujua kabisa ya kwamba mimi kwa sababu naanza biashara hii bila apartment, labda mkakati ambao mimi nitaenda nao ni kutumia mfumo au tunasema system inaitwa rental arbitrage. Kwamba nitakodisha nyumba ya mtu mwingine, then nitaitumia kama Airbnb. Kwa maana nikasema kodi itakuwa 300,000, maana yake umechukua nyumba ya mtu mwingine, lakini unatengeneza $1,300 kwenye hiyo apartment. Then it is possible kuweza kufanya hiyo biashara. Kwa hiyo mkakati wako ni huo, kwamba nitatumia rental arbitrage, lakini pia namna nitakavyoenda kutangaza, labda nitapitia majukwaa ya Airbnb, booking.com, Vrbo, hii anazosema, lakini pia labda nitajitahidi kuwa na Instagram page yangu na TikTok yangu, au probably na followers wengi na ushawishi tayari mtandaoni. Kwa hiyo naweza nikatumia social media marketing kama namna moja ambapo naweza nika market property yangu. Kwenye mkakati pia kitu kingine unaweza ukasema labda mimi specifically kama yeye anavyoongelea hapa kwamba kuna target market. Mi target market yangu labda ni hii. Kwa kifupi, kama unaona kwenye mkakati kuna points fulani ambazo ni muhimu. Yaani
hauamki tu na kuamua kwamba unafanya biashara. No, kuna mkakati ambao umeuweka, ambao unaufuatilia na kuutumia niseme kujievaluate kama je, nina take progress au kuna changamoto nimekutana nayo, how do I face it, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wengi hawafanyi hivyo ikija kwenye biashara, na ndio kwa maana watu wengi wanaishia kushindwa au kufilisika kwenye biashara. Na labda tu hii point naweza nikaongeza extra. Kiufupi, ukifanya biashara yote kutakuwa kuna changamoto. Kama hamna mtu amekwambia, ngoja mimi nikwambie wa kwanza. Ukifanya biashara yote utakutana na changamoto. Issue sio changamoto. Issue ni namna unavyo handle hizo changamoto. Kwa hiyo ukikutana hata na changamoto kwenye biashara kama hii, usianze kusema walisema biashara hii sijui ni nzuri na nini na nini, kumbe ni uongo. No. Kiufupi, kama kuna watu wanapiga hela kwenye hiyo biashara, inamaanisha kwamba possibility of making it kwenye hiyo biashara ipo. Lakini wao watu unaona wana make it, au kama sisi tunavyoona tuna make it in that business, ni kwa sababu tumejua namna ya kuhandle changamoto tofauti tunazokutana nazo. So hata na wewe mwenyewe unavyoenda kufanya hivi, jua kabisa changamoto utakutana nazo, lakini vizuri kuwa na mkakati ambao unaufuatilia, mkakati ambao unauevaluate, mkakati ambao utakusaidia wewe kujua namna gani unaweza kwenda kwenye hii biashara. Kosa la mwisho kabisa ambalo ni la 7 ni kukosa mindset ya kitajiri, au nasema kosa lenyewe ni kuwa na mindset ya kimaskini. Na hapa naongelea nini? Ni kwamba watu wengi wakiwa wanaendesha biashara, watu hawajui kwamba biashara ina reflect the owner. Yaani biashara inaakisi mtu ambaye anaendesha ile biashara. Kwa hiyo mfano, mtu ambaye anaendesha biashara ya magari, kuna biashara ambayo unaona kabisa inafanikiwa na watu wengi wanaifanya, na kweli wanafanikiwa, lakini ndani ya biashara hiyo kuna watu wana struggle kweli kwenye hiyo biashara. Inakuwaje kwamba kuna matabaka mawili kwenye biashara hiyo moja? Kana kwamba kuna watu wanafanikiwa sana na kuna watu ambao wanateseka kwenye hiyo biashara na wanaoshindwa kwenye hiyo biashara. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho kinatofautisha watu wanaofanikiwa kwenye biashara na watu ambao wanashindwa au wanafeli au wanafilisika kwenye biashara. Na personally experience yangu mimi imenichukua miaka 8 mpaka 9 kuweza kugundua ya kwamba kuna vitu ambavyo hawa ambao ni matajiri wanavielewa, kana kwamba vitu hivyo wanavyovielewa ndio vinawafanya wao wafanye au wapate matokeo wanaopata. Na mtu yoyote ambaye probably anapata matokeo duni, matokeo ya kuteseka, matokeo ya kushindwa, mtu huyo akipata uelewa au akipata kufunguka macho na kujua kitu anachokijua huyu, na yeye ataweza kupata matokeo hayo. Na ndio kwa maana kuna usemi unaosema ya kwamba insanity is doing the same thing and expecting different results. Hapa tunamaanisha kwamba ukichaa ni kufanya kitu kile na kutegemea matokeo tofauti. Na hii ndio tatizo kubwa ambalo tunalo kama sisi wa Tanzania. Kwa sababu hizi video najua intentionally zitagusia sana wa Tanzania ambao wanakwenda kuzisikiliza. Hii ni kitu ambacho kipo ndani ya nchi yetu, ya kwamba kuna mindset ya kimaskini ambayo tunayo, na hii ni kwa sababu ya, tukiangalia hii mindset tumeipata tukiwa wadogo. Sio kitu ambacho unakuja kukipata ukiwa tu mtu mzima, no. Ni kitu ambacho umekuwa programmed, mimi na tumekuwa program nayo kuanzia tukiwa wadogo, na bila kushtukizia kwamba tunaendeshwa na huo mfumo, kwa sababu ni mfumo huo ambao unaendeshwa behind the scene ya akili yetu unaotusababishia sisi kutenda na kufanya vitu the way tunavyovifanya, na ndio kwa maana tunapata matokeo tunayoyapata. Kama tungekuwa tuna uwezo wa kupata mfumo mpya ndani yetu ambao utatusaidia kutenda kwa njia tofauti, tutapata matokeo ya tofauti. Kwa hiyo kama wewe ambaye unasikiliza hii video kwanza hadi hapa sasa hivi, najua ya kwamba unatamani kupata matokeo tofauti, na umeshasikiliza ndio hayo makosa yote ambayo nimeongelea hapo, na unatamani kweli kupata matokeo ya tofauti kwenye uchumi wako, kwenye maisha yako, basi unatakiwa kuelewa kwamba kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kudeal nacho ni mindset, mfumo wa kufikiria wa kimaskini. Mfumo huo usipobadilika, utaendelea kupata matokeo hayo. Utajifunza kila kitu unachotakiwa kujua kuhusiana na biashara. Utajifunza sijui fanya hichi, fanya kile, biashara hii ya Airbnb inafanya kazi, utaruka kwenye biashara nyingine, kwa sababu mtu mwingine hapa ambaye probably unasikia hii video umeshafanya biashara nyingi. Yaani sio biashara yako kwanza, umeshafanya biashara nyingi na unateseka kwenye kila biashara, na unataka uingie kwenye biashara nyingine ukiexpect kwamba utapata matokeo tofauti. Now it's disappointing, but naomba tu nikwambie kweli, haitatokea hivyo unless ukifanya hicho ambacho nakwenda kukuambia, ya kwamba uwe tayari kudownload program mpya ndani ya akili yako.
program ambayo itakusaidia wewe kuweza kuendesha biashara kitajiri. Na hapa tunachokiongelea ni mfumo wa kufikiria wa kitajiri. Na tunapokuwa tukiongelea programming nzima ya kitajiri, nachomaanisha ni kwamba unatakiwa kupata maarifa na taarifa ya tofauti. Kwa sababu kumbuka, umepata hiyo programming ulionayo sasa hivi ambayo inaendesha maisha yako kupitia taarifa na maarifa. Either ilikuwa ni wazazi waliokuzunguka, jamii iliyokuzunguka, content unazoangalia mtandaoni, movie, muziki, chochote, vitabu unavyosoma, na vyote hivi kwa namna moja au nyingine vimeshape namna unavyofikiria, na ndio kwa maana unafikiria kimaskini. Lakini sasa kama tunataka kubadilisha hiyo programming, maana yake tunahitaji kuleta mfumo mpya kufikiria kupitia information. Kwa hiyo unahitaji kujizingira na watu ambao wanafikiria kitajiri. Unahitaji kuangalia content ambazo zinachochea wewe kufunguka macho na kuelewa kuhusiana na huo utajiri. Unahitaji kusoma vitabu au kuangalia vitu ambavyo au kusikiliza vitu ambavyo vinachangia akili yako kupata information mpya kuhusiana na huo utajiri. Kwa hiyo the same way ulivyokuwa programmed kuwa maskini, unaweza ukachagua, kwa sababu ndani yako Mungu ametupa uwezo mmoja mkubwa sana ambao ni uwezo wa kuchagua na kuamua. Kwa hiyo unaweza kuchagua na kuamua kwamba kuanzia sasa najiprogram upya ya kwamba sasa hivi nataka mindset yangu iwe ya kitajiri. Na kitu kimoja kama umeshtukizia ni kwamba kupitia hizi videos tunawaita matajiri. Kwa nini? Kwa sababu sisi kama kampuni tunaamini katika kuempower matajiri, kuempower watu kwenye utajiri ambao upo tayari available for them. Hiyo tutaongelea siku nyingine, lakini kwa sasa hivi hapa ni kuhusiana na wewe na biashara yako. Kwa hiyo epuka kosa la wewe kufanya biashara hii ukiwa na mfumo wa kimaskini. Kwa hiyo baadhi ya vitabu ambao ningerecommend, labda naweza nikasema cha kwanza kabisa, nenda kasome vitabu vya Joel Nanauka. Yaani Joel Nanauka ana vitabu vizuri vinavyogusia masuala ya pesa. Kwa hiyo kama haujawahi kupitia, kuna kitabu kingine inaitwa The School of Money. Hii ni by Dr. Olumide. Inapatikana kwenye bookstore hizi kubwa, I think unaweza ukaenda ukazifuatilia hapo. Lakini pia kuna hata Rich Dad and Poor Dad kwa mtu ambaye hajaisoma. Hicho ni kitabu ambacho kitakusaidia wewe kupata uelewa kidogo wa kuelewa mindset tofauti ya namna mtu ambaye ni tajiri na maskini anavyofikiria. Kwa Kiswahili sijui hichi kitabu kinaitwaje, lakini nahisi ni Baba Maskini na Baba Tajiri. Nimeshakiona kidogo maeneo ya huku barabarani tukijaribu kuyauza, na mengine mengi. Lakini kimoja pia ambacho nitakiongelea hapa ni kitabu chetu ambacho tunacho nikiandika, ambacho kinaitwa Vunja Minyororo ya Umaskini. Na hii ni short ebook, yani ni kifupi sana, ni kama peji 24 mpaka 28, ambacho ndani hicho kitabu kiufupi na kuonesha demonstrations kupitia picha na mawazo tofauti ya kimaskini na namna ya tackle au namna ya kuzivuka. Kwa sababu usipoweza kujua kwamba kumbe mindset hii, kumbe idea hii, kuna namna nafikiria kwa uhaba, kuna namna nafikiria kama siwezi, kuna namna nafikiria kama siwezi kufanikiwa, kuna namna kumbe sina matumaini nikiwa nafanya kitu, kumbe haya mawazo ni mawazo ya kimaskini. Kwa unakwenda kuonesha vizuri hayo mawazo na namna ambavyo matajiri wanavyofikiria, na namna ambavyo sasa unaweza kubadilisha switch from huku kwa upande wa pili. Kwa hiyo kama utapenda ebook kama hiyo, ebook yenyewe ni shilingi 5,000 tu. Kwa hiyo unachohitaji kufanya ni kubonyeza link, itatokea hapa. Kama isipotokea hapa, basi namba ya simu utakapoiona hapa, na una uwezo wa kucomment au kaja ukatuambia kupitia hiyo namba kwamba nahitaji kitabu cha Vunja Minyororo ya Kimaskini, then utatumia baada ya kufanya malipo. So hilo ni kosa la 7. Na kama umechukulia serious kuanzia 1 hadi 6 na la 7 umeelewa vizuri, basi hili ni kama tunakuwekea bonus. Bonus ni kwamba unahitaji maarifa sahihi. Na kama nilivyokueleza hapo kwamba ukiendelea kufanya vitu the same way utapata the same results. Kama unataka matokeo tofauti, especially sasa ni kwa wale ambao wanaanza hii biashara ya Airbnb, au hata kwa wale ambao tayari wanaifanya lakini wanateseka na wanataka kitu cha utofauti, waone mabadiliko kwenye biashara yao, basi maarifa ambayo tunatoa kupitia darasa zetu za Airbnb Kitajiri itakusaidia sana. Kama tu video hizi, imagine hizi video za YouTube upo mpaka sasa hivi unasikiliza hapa, na umepata content nzito ambazo na uhakika
zimekutransform your mind, zimekupa maarifa ya utofauti, zimekupa ideas tofauti labda, na umeona kabisa kwamba kuna kitu cha thamani naweza nikakipata kupitia hii video. Fikiria sasa pale unapokuja madarasani ambapo tunaingia intensively. Maana hapa tunaingia seriously kama tukiongelea usafi. Tunakufundisha vizuri namna ya kuajiri mtu wa usafi. Tunakufundisha vizuri ni namna gani unavyohakikisha unaweka checklist ya kuhakikisha kwamba usafi unafanyika vizuri. Protocols tofauti za operation, mambo ya financial management, mambo sijui ya kusearch, ya kutafuta apartment, sijui njia zote 4 na namna ya kwenda. Kiufupi unajifunza kila kitu unachohitaji kuweza kufanikiwa kwenye hii biashara. Na nadhani ni darasa moja la kipekee sana sijai kuliona Tanzania, ambalo pia huko ndani tunagusia mindset ya kitajiri, huku tukikwekea fundamentals za kuweza kuendesha biashara ambayo inafanikiwa. Okay? Kwa kama wewe unatamani kupata taarifa sahihi kuhusiana na biashara ya Airbnb au tunasema biashara ya short term rentals, basi jiunge kwenye madarasa yetu ambayo kwa sasa tuna madarasa 3, ambalo la kwanza ni darasa ambalo ni pre-recorded. Ni madarasa ambayo ni mazuri zaidi kwa wale ambao wako busy, manake kupata a set time labda 2 hours ya kusikiliza kitu au kuingia kwenye Google Meet au Zoom ni ngumu. Kwa maanisha yeye akiwa kwenye gari, akiwa anaelekea kazini, akiwa ofisini, ampata nusu saa anaweza kusikiliza. Then pre-recorded classes zitakuwa nzuri. Madarasa ya pili ni group interactive classes. Ni madarasa ya magroup zaidi, ambapo unakuja magroup ya watu 20 tu. So hizi ni kwa awamu. Sio kwamba tunachukua watu 50, 100, no. Hii ni magroup ya 20 ambapo tunakuwa tunafanya training hii ndani ya siku 7. Ndani ya hizo siku 7 namaanisha kama tumeanza Jumatatu mpaka Jumatano, kwa sababu Jumamosi na Jumapili hatuhesabu hapo, ambapo tunakuwa na nyie masaa 2, lisaa 1.5 mpaka masaa 2 kila siku. Kwa muda mara nyingi inakuwa ni kuanzia saa 12 mpaka saa 2 au saa 1 mpaka saa 3, ili tuingie kwenye Zoom meet, kwenye Google Meet au kwenye Zoom meeting, video ambayo mnaniona nikiwa nafanya hizi presentation na nafundisha, na huko ndani unaweza kuniuliza maswali yote ulionayo. Na ya mwisho kabisa, hii ni one on one. Kwa kuna mtu ambaye yeye anataka kukaa chini na kuelekezwa au kufundishwa zaidi on a personal level. Kwa hiyo atapata mafunzo yote ambayo tumeshaongelea hapa, lakini kuna vitu specific labda anao mimi nataka kabisa na mtaji wa milioni 12 nifundishe in line with my mtaji, in line with my goal, kufanikiwa kwenye hii biashara, then huyo mtu obviously ya one on one itamfaa zaidi. So kama ungependelea madarasa, tuna hayo 3. Na hili la 4 ni bonus ambayo ndio hii la YouTube ambayo ni free, unapata hapa. Lakini kwa wale ambao wako serious wanaweza wakatumia madarasa haya 3. Kwa la kwanza ni shilingi 50,000, la pili ni shilingi 150,000, la tatu ni 350,000. Kwa hiyo kama uko serious, basi namba hii utaibonyeza, au kukurahisishia kabisa, ingia kwenye description. Bonyeza hapo chini description, angalia tutakuwa tumetoa maelezo na link. Ukibonyeza link inakupeleka WhatsApp ili usipate changamoto ya kuandika namba na vitu vyote hivyo. Na kufikia hapo tumefikia mwisho wa video yetu ya leo, na bila kusahau ya kwamba niliongelea zile njia 4, sio? Hiyo video utaikuta hapa, na playlist ya Airbnb Kitajiri utaikuta hapa. Usisahau kusubscribe, kulike, na jua hii tunakudropia tu kama katibu. Tunaandaa kitabu inaitwa Airbnb Kitajiri. Uwe tayari, siku moja utasikia tumeiachilia, ili uweze kupata maarifa haya kwa usahihi na uhakika. Ni mimi Ian Metili, kumbuka wewe ni tajiri.